Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe msikilizaji wa Radio Kivu. Ni matumaini yangu ni kwamba umweli wa afya popote pale ulipo, na muda kama huu unaendelea kutegea vema sikio radio ya kijamii Kivu. Nikukaribishe kuweza kufuata uchambuzi wa habari zetu, uchambuzi ambao unajumuisha habari muhimu leo hii, ripoti za wenzetu toka kona mbalimbali, makala ya michezo na burudani, habari za kitaifa na zile za kimataifa. Jina langu Baumesa Di François. Isaac Mulucha Ashibe yupo kwenye ufundi wa mitambo, na karibisha kuambatana nasi hadi tamati nikisema karibu na tega sikio. Asante msikizaji, kama ilivyo ada na desturi, kabla ya kuingia kwenye undani zaidi wa uchambuzi wetu na kwa ukipewa fursa ya kufuata habari muhimu za leo, zinaletwa naye Sudi wa Sudi Valente. Habari za saizi? Na mshukuru Mwenyezi Mungu, niko mweri wa afya kabisa mwenzangu Baumesa Di François. Labda upande wako? Pia niko mweri wa afya. Nini ambacho umeandaa kwa wasikilizaji? Ndio, kwa siku ya leo katika habari ambazo ziliweza kuunga mwamba, tuanzie na hapa katika mji wa Baraka. Ni kwamba wafanyabiashara wa soko la Jeteme mjini Baraka wameomba kwa uongozi wa meya kumalizia harakati za choo ndani ya soko hilo ambayo imekuwa usumbufu mkubwa kwa sasa. Huko Mulima ni kwamba hali ya wasiwasi imeweza kutanda kwa muda ndani ya kijiji cha Mulima usultani wa Bashilocha baada ya milio ya risasi kusikika kati ya askari jeshi wa taifa FARDC zidi ya wale wa Burundi wa EAC siku ya kwanza ya wiki tunayo. Shirika la raia eneo hilo limetaja kupongeza viongozi walioingilia kati. Mwishowe katika habari za kitaifa ni kwamba Rais wa zamani wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila Kabange ameeleza siku ya pili hii mpango rasmi wa ziara yake mjini Goma, ambako walikuwa wake wa kwanza wamekuwa viongozi wa muungano wa AFC M23 pamoja na wale wa makanisa mbalimbali. Ni hapo ndipo naweka nukta, mwenzangu Baumesa Di François. Ni kushukuru sana Sudi wa Sudi Valente. Msikizaji, hivi sasa tujikite kwa undani zaidi wa uchambuzi wetu. Baraka ni vema raia kujikinga na msongo wa mawazo, aiza stress, ili kuepuka maradhi tofauti ambayo yanaweza kuathiri mwanadamu. Ndivyo amesema hayo mganga msimamizi wa kituo cha afya Imona siku ya Jumanne ya tarehe 27 Mei 2025. Katika mazungumzo yake na Radio Kivu, Bwana Mwenebato Hussein Clovis, mganga msimamizi wa kituo hicho cha afya, ameanza hapa kuonesha namna gani mtu anaweza kuathirika kutokana na ugonjwa wa msongo wa mawazo ima stress. Ndio ndugu mtangazaji, niliyopendelea zaidi kufika hapa ni kupenda kuhabarisha watu, kuambia hususa mambo yanayotupata kwa hii wakati. Unaona kwamba watu wanakufa kiolela hapa na pale, vifo vinakuwa vya ghafla, na ni jambo ambalo walio wengi hawaelewi, na wakati tumeendelea kusikiliza wanayozungumza kwenye vilio, najikuta kwamba watu hawajaelewa mpaka sasa ni nini ambayo inayoendelea na nini yazuka kwa ajili ya hii hali ambayo tunaendelea mwayo ya watu kufa kiolela leo na kesho yake. Unakuta watu wanaendelea kupoteza maisha bila watu kujua sababu. Mwanadamu yeyote ana hatua mbili kubwa. Kuna hatua ya kuzaliwa, kuanza kuzaliwa hadi miaka 12. Hapo mtu anabadilisha mwenendo wa kuishi, manake anaanza itwa adolescent. Kisha adolescence mtu anakomaa, anakuwa adulte, na akifikisha miaka 14 kuna mabadiliko mengine mapya ambayo yanapata kabiliana na mwili. Mtu anakuwa mtu mzima, anaanza andaa uzee. Sasa ni hapo kwenye watu wanaanza magonjwa fulani kama vile pressure, kama vile diabetes, kama vile mtu anaanza kusikia anaanza choka, tabia ambayo alikuwa nayo zamani inaanza kia inaisha, na ni hapo madhara yanaanza kuingilia. Sasa kwa hiyo wakati tunaishi na kuwa yapata miezi mitatu, tarafa la Fizi, jiji la Baraka, jimbo lote la kusini, hata na
na jimbo la huko kaskazini limekabiliwa na janga kuu la vita, na hiyo vita vimeunda kwa kila mtu kukuwa na ile ambayo tunaita stress. Manake mtu anaishi unyonge, anakuwa kijuliza sijui itakuwa namna gani wakati anapotusikia habari ya watu wanafariki, wakati tunasikia mamilio ya masasi kisikilika hapa na kule. Kwa hii miezi ambayo ilipita hapa kwetu tarafani Fizi na jiji la Baraka, ile yote ilichangia watu kukuwa wanaishi na hawana amani, na ikasababisha stress ya mingi, na ile ambayo tunaita stress unyonge ukiwa mingi unakuwa unasababisha mwili wa watu wazima, hasa zaidi walio na miaka 40 kupanda, kuingiza ile ambayo tunaita adrenaline, inakuwa perturbe mwili pamoja na cortisone, inasababisha mtu wa miaka 40 na kupanda kushikwa na pressure. Na anapokuwa na pressure, ile pressure kama haipati dawa na vidhibitisho vya kuiregeza ama ya kumweka mtu kukua huru, unajikuta mtu anakuwa na problem ya AVC, na vile vile ikiendelea sana inaweza pia ka provoke shinikizo la damu na linamsababishia mtu kupoteza maisha. Mwishowe ameomba kwa viongozi wa serikali kupiganisha usalama upande wa mashariki ya DRC, kwani ukosefu wa usalama ni chanzo mojawapo kama alivyorejea. Kwa maana ndugu mtangazaji, unafahamu kwamba kuna mtu ambaye anaweza kafia hata kwenye pikipiki, akishashuka tu kwenye pikipiki na anadema chini mtu anafariki, na kuna wale ambao zaidi tumekusha kuona wamepooza mkono na mguu, wale nao washakuwa hapo, na tuna wale ambao wamedevelope diabetes, wanakuwa wagonjwa wa kisukari kupitia hii hali ambayo tunakwenda kuipitia kwa hii miezi mitatu ambayo inapita, na mpaka sasa hata kama havijaisha, lakini shukrani ni kwamba tunaona hali iko inaendelea kwenda inajiboresha polepole, na njoo kwa maana tunaomba kwa wakuu viongozi ambao wanao rutubisha na kuleta usalama waziji kufanya miundombinu ili watu waishi usalama unaodumu, vile vile na kuwashauria wale ambao ni wagonjwa wa kisukari pamoja na wagonjwa wa pressure kutokusikilia ama kushikilia hali ambayo tunaingia ndani mwake kwa hii wakati tuko unafahamu kwamba wakati mtu anapokamata hali ile kukuwa ni yeye ndiye mlenga peke yake, inasababisha mambo mengi kwa ajili ya afya yake. Daima pa Baraka, wafanyabiashara wa soko la Jetem wameomba kwa uongozi wa meya kumalizia harakati za vyoo ndani ya soko hilo ambayo imekuwa usumbufu mkubwa kwa sasa. Katika mazungumzo na Radio Kivu, mwenyekiti wa soko hilo Bima wa Masoka Alina amesema yapata muda wa kutosha toka waanzishe malalamiko kwa ajili ya vyoo hivyo, ila bila mafanikio. Hivyo ameomba meya ya mji kushughulikia swala hilo kwa haraka zaidi, kwani wafanyabiashara ambao wanachangia kwa kulipa ushuru wanahangaika vya kutosha na wapi kwa kumalizia haja zao, kama alivyozungumza nasi. Marshe Jeteme tunakuwa na miaka 4.5 ya kwa miaka 5 tuyafikisha miaka 5. Tunajua msoko yetu ya Marshe Jeteme hatuyapataka msaada yoyote ile kupitia hii soko. Sisi tunaona probleme ya choo, tunaona meya wa jiji alitufanyizia choo kweli, tulishaiona, inabakia ile kutugabizi tu ndio yenyewe inabakia, lakini kupitia choo yote kila kitu kilishamalizika, inabakia yetu yeye peke yake kata riba juu ya choo. Tunaweza omba meya wa mji ketu katia riba kwa juu ya choo bachuruzi bako tuko tunahangaika sana, tuko tunashinda humu kwenda mapeti bezo ni shida, na tunaomba meya jiji ajaranje juu ya probleme ya choo. Hivi sasa tuelekee huko Mulima ambako hali ya wasiwasi imeweza kutanda kwa muda ndani ya kijiji cha Mulima usultani wa Bashilota baada ya milio ya risasi kusikika kati ya askari jeshi wa taifa FARDC zidi ya wale wa Burundi wa EAC siku ya kwanza ya wiki tunayo. Shirika la raia eneo hilo lataja kupongeza viongozi walioingilia kati swala hilo. Kwake Bwana Innocent Lik, mratibu wa shirika la raia eneo la usultani wa Bashilota sekta ya Tanganyika, ametoa hapa mwangaza juu ya purukushani zilivyokuwa. Tatizo lilitokea, jeshi la EAC lilikuwa likitoka maeneo za ngambo za Juza na Kiele linajielekeza Kichula. Basi walipofika Mulima walipita mzuri, na kufika kuside ya village Mulima kuko village Meta, wanavuka mtoni Meta pale chini kuna bariere ya wa jeshi letu la taifa, ambapo wako pale kugarde wanachunga wenzao wanaokimbia na masilaha. Basi wakati walipofika maeneo yale,
jeshi la EAC lilisimama na likapanda ndani ya mulima fulani iko pembezoni ya ile fazi. Pamoja na hayo, Lik Inosa ameongeza kuwa kutokuelewana kwa lugha ndiyo imekuwa chanzo cha hali hiyo kama anavyorejea. Sasa wamoja wawili wakashuka wakati wanataka ingia kwenye village Meta, wale wajeshi wetu wa taifa wakawaambia mulete vitambulishi vyenu vya kutembea, lakini lugha njoo ilisababisha tukio. Wamoja wanasema Lingala, wengine wanasema Kirundi. Alafu lile jeshi la FARDC wakati liliona mbona hawa wanafanana na wanya Rwanda, basi maelewano pale haikukua kabisa. Na wakati walikosa maelewano, basi masasa ikaanza lia. Wakati walifata wakamati wa umoja wa jeshi wetu wa FARDC, umoja akakimbia porini, mwingine akakimbia na barabara. Sasa ule mwenye alifika anatai ingia kukufazi moya kukujue moya ambao washino waliandika pale, akafungua grenade na kutupia ule jeshi wa FARDC na ikamupita hapa kubega na kumwacha majeraha. Basi ndio tukio lilitoka, masasi yakaanza lia pale, masasi yakalia, lakini wa FARDC waliambia wale wengine wenzao wenyewe walikuwa pale kukamba, sema ni jeshi letu la EAC. Basi masasi yalikatika, lakini wa EAC wakashuka mpaka mwingine ya ile village Meta, wakapiga masasi na kukamata wa raia 3 na kuwashutumia kama ni wao ndio waliopiga masasi. Basi neema ya Mungu yatosha. Wakati jeshi letu la wazalendo liliposhuka mahali pale pamoja na jeshi letu la taifa, walikwenda kamata wale wa vijana na kuwatetea pamoja na shirika jipya la kiraia. Tukapiganisha wale wa vijana wote 3, waliachiliwa katika usiku mamida ya iner Jumate. Basi ndio yale ambayo yalijiri maeneo yetu. Tukisalia katika habari hizo za kiusalama, mkuu wa sekta ya Lulenge Zawadi ya Bandelo Abambe ameamua kuvunja vizuizi vyote bandia vilivyowekwa nayo makundi ya wazalendo siku ya kwanza ya wiki tunayo katika maeneo mbalimbali ya sekta hiyo tarafani Fizi, hatua ambayo imepongezwa nao wananchi wa eneo hilo. Kwa mujibu wake namba moja huyo wa sekta ya Lulenge ni kwamba hatua hiyo imekuja baada ya kuona kuna ukiukaji wa makubaliano yaliyochukuliwa katika kikao cha baraza la usalama cha sekta hiyo ya Lulenge. En fait ni mabariere payante zenye ziko erige ilegalement na wazalendo, parce que si ya Lulenge ilifanya conseil local de sécurité jinsi gani tunaweza kusaidia wazalendo. Mimi mwenyewe kama mzalendo baba yabo nikasema inabidi tubape mabariere zimoya kulingana na decision ya conseil de sécurité. Ikaonekana kwamba ya kwanza tuko na 3 groupe armées locaux, notamment ba autodéfense, tuko na groupe de jeunes, tuko na groupe ya CNPCC. Ikaonekana kila groupe conseil de sécurité ikasijere kila groupe ipewe kama moja. Autodéfense tukabapa Kumabunga, CNPCC tukabapa Tuboye, na groupe de jeunes tukabapa Mayele. Alors le contraire, mimi wakati ninakuja kutana kila groupe inaerige barriere nyingine moya ilegalement na decision ya conseil de sécurité. Mimi kama baba yabo nilisema hizo zenye ziko erige ilegalement inabidi nisupprime. Ndio nilianza kusuprime barriere ya kwanza ilikuwa erige na autodéfense ya Lubondoi, nikasuprime barriere yenye ilikuwa erige na bassin PCC kukote Kalme, na nikamalizia kusuprime barriere yenye ilikuwa erige legalement na groupe de jeunes pale ngambo Igoma. Na waza ile kazi ndio tulifanya, na tunapaswa kutumika au nom du peuple, parce que si de tuko na systeme yetu na slogan du peuple d'abord. Hata hivyo, mkuu kiongozi huyo ameomba kwa wazalendo kuheshimu mpango huo ambao utasaidia vya kutosha kwa kuleta usalama kwa raia, hasa wakati huu mgumu. Sababu d'avance tulipapangilia vile ambisi tukabaongezea na soko ya Dikuchu. Soko ya Dikuchu nayo tulibapa sababu kwa bana Kongola inalema 2 fois par semaine, inalema mercredi na samedi, na usi tukabaongezea na ile soko ya Dikuchu.
j'estime que kisha suppression ile vitu hawawezi tena kurudisha, na kama banaweza kurudisha bakubwa yabo iko nitabaisha, sababu bakuye bamanikishe hiyo fujo. Inausi population, na population inaombeka hiyo naishi usiku usalama. Ukweli ni kwamba haikuwa tena ina renforcer sécurité, parce que pour le moment secteur ya Lulenge au point de vue sécurité ya maadui wenye tunajua maadui wa Kongo ni mmoja plateau et surtout mu groupement ya Batimunyaka Side. Mais pour le moment magroupement ile hizo za hapo chini hakuna sécurité yenye watu wanaweza kusema kwamba ilikuwa na sécurité. Sauf ilikuwa ratione population ya Lulenge. Ya kwanza ninaendelea kushukuru watoto wetu wazalendo, sababu kazi kubwa ambao wako wanafanya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ya pili ni kwa kuwaalika katika usalama wa eneo ya sekta ya Lulenge. Kwa nini? Sekta ya Lulenge inawajibika raia isikii kuwa na kuheshimisha mikakati ambayo tulikamata Conseil de Sécurité. Wapa zile zenye tuliwapa na wasiongeze nyingine tofauti na zile zenye tuliwapa. Hapo tutakuwa tunatembea kwa usalama, sababu mimi ni baba wao na mimi ninawapenda sana. Na ndio maana tuliwapa Conseil de Sécurité, iliwapa zile bariere 3 na soko ya Bikutu nikawapa, sababu matatu zilikuwa zinaingia mule ni za sektere ya Lulenge. Mimi kama chef de secteur niliamua usiku kuwa nina barazi taye chakula nikatoka msoko, sababu ni watoto wangu na wanafanya kazi kubwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivi sasa nampisha mwenzangu Sudi wa Sudi Valente kwa ukurasa wa michezo. Shukran sana kabisa mpenzi msikilizaji wa Radio Kijamii Kivu. Leo kwa ukurasa wa habari za michezo tuanzie hapa katika mji wa Baraka, hususan katika manispaa ya Katanga, ni kwamba hatua ya robo finali ya tournament ambayo inaendelea kupigwa hapo katika manispaa ya Katanga mjini Baraka itaweza kupigwa siku ya 3 ya wiki tunayo, ambako klabu ya Vesa la Victoire itaweza kukaribisha klabu ya FC Fimbo. Mechi hiyo ambayo itaweza kushuhudiwa kunako uwanja wa Oni hapo Mwandiga. Hatua ya playoff ya michuano ya ligi kuu hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Linafoot itaweza kuendelea siku ya 3 ya wiki tunayo, ambako mechi mbili zitaweza kushuhudiwa. Majira ya saa 8 kamili za mchana, klabu ya Anjover wataweza kupambana vikali dhidi ya klabu ya FC Tanganyika huko Kalemi, huku klabu ya Daring Club Motema Pembe yako Kinshasa wataweza kupambana vikali dhidi ya klabu ya Sanga Balende. Wingi wa timu ya taifa ya Brazil ya Estevão William atacheza mashindano ya michuano ya klabu bingwa huko katika bara la Ulaya kwa mara ya kwanza katika maisha yake ya soka msimu ujao, akiwa na klabu yake ya Chelsea Blues hapo nchini Uingereza. Mchezaji huyu wa timu ya taifa ya Brazil ya Estevão William ni mchezaji wa klabu ya FC Chelsea Blues hapo nchini Uingereza, ambaye aliachwa katika klabu ya Palmeiras huko nchini Brazilia acheze mpaka pale atakapotimiza umri wa miaka 18 ndio apate kibali cha kucheza soka nchini Uingereza, na ametimiza tayari miaka 18. Msimu ujao atajiunga na klabu yake ya Chelsea Blues hapo nchini Uingereza. Mshambuliaji wa timu ya taifa ya Ureno Cristiano Ronaldo dos Santos sasa amefunga mabao 800 katika maisha yake ya soka akiwa anavitumikia vilabu isipokuwa timu ya taifa. Mchezaji huyo amefunga bao lake la 800 katika mechi ambayo iliweza kushuhudiwa usiku wa kucha siku ya pili ya wiki tunayo, ndako klabu yake Al Nassr waweza kupoteza mabao 3-2. Hivyo mchezaji huyo Cristiano Ronaldo dos Santos katika maisha yake ya soka aliwahi kuifungia klabu ya Sporting Lisbon ya nchini Ureno bao 5, akaifungia klabu ya Manchester United ya nchini Uingereza bao 145, klabu yake pendwa ya Real Madrid ya nchini Hispania alifungia mabao 450. Klabu ya Juventus ya nchini Italia, mchezaji huyo Cristiano Ronaldo dos Santos aliweza kubahatika kuweka nyavuni mabao 101 na klabu yake ambayo sasa hivi anaendelea kuipiga katika klabu yake Al Nassr ya nchini Uarabuni. Mchezaji huyo tayari ameshapika mabao 99. Ni rasmi sasa mchezaji huyo Cristiano Ronaldo dos Santos ametimiza rasmi jumla ya mabao 986 katika maisha yake yote ya soka. Klabu ya washika bunduki hapo nchini Uingereza Arsenal Gunners wamejiunga na klabu ya Bayern Munich ya nchini Ujerumani katika mbio za kutaka kumsajili kiungo wa Japan na klabu ya Brighton hapo nchini Uingereza Mitoma mwenye umri wa miaka 28.
Mshambuliaji wa timu ya taifa ya Sweden Victor Gyökeres ataondoka katika klabu ya Sporting Lisbon msimu wa joto. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 26 anahusishwa na klabu ya Shikabunduki hapo nchini Uingereza ambayo ni Arsenal pamoja na klabu ya Chelsea Blues, na ana makubaliano na klabu ya Ureno kumruhusu kuondoka chini ya kipengele chake cha kuvunja mkataba cha pauni milioni 84. Mpenzi msikilizaji wa Radio Kijamii Kivu, ni hayo ndio niliyokuandalia kwa siku ya leo kunako ukurasa wa habari za michezo. Endapo ndo unakuja kujiunga nasi msikilizaji, na kukumbusha kwamba hii unaendelea kuitegea sikio ni Radio Kivu ambayo inatangaza kutoka mjini Baraka katika uchambuzi wake wa habari kwa siku ya leo. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote milioni bila usumbufu. Katika mji jirani wa Uvira, baadhi ya vuguvugu na mashirika ya kiraia yanasema kukerwa na tabia ya wakuu viongozi wa jimbo, magavana ambao wanakuwa na zoezi ya kuja kushinda Uvira na kwenda kulala tena Burundi. Baadhi ya miundo hiyo inatishia kuchukua hatua kadhaa za kikatiba endapo viongozi hawatorekebika juu ya swala hilo. Udhibitisho ni wake Bwana Dunia Amisi, mratibu wa vuguvugu la machozi ya raia mjini Uvira, ambaye ameomba viongozi hao wa jimbo kuchukua malalamiko hayo ya raia kwa uzito. Tunaendelea kulaumu sana viongozi wetu, ile kitu ya kufanya wanakuja tumikia hapa ku bureau provincial kisha magharibi wanaenda lala Bujumbura. Tunaendelea kuwalaumu kwa hicho kitendo ambacho wako nafanya, sababu Uvira ni mwingine ambayo inakumbwa na usalama mdogo sana. Sasa viongozi kwa kugopa huo usalama mdogo wanakuja tumika hapa kwetu Uvira. Kisha fika ile ma14 wanaanza njia ya kuvuka kwao Burundi. Sisi kama shirika za kiraia tulishawasogelea sana kuambia kama hawapashi kuwa wanafanya kitendo kama na hivyo. Sababu gani? Sisi raia wapo Uvira tuko tunajikuta usiku tunakumbwa sana na hali ya usalama mdogo, masasi inalia sana. Hao viongozi wetu haiko wanasikia hiyo masasi, huko nakuja tu, inafika hiyo asubuhi njoo wanakuja, usiku sisi tulala masasi. Huko adaje mwa Kiswahili inasema kama nyumba yenye kulala amu hauzi jofa siku iko na vuya. Sisi raia wa Uvira tunaweza tukapendelea zaidi sana viongozi wetu tuko tunalala nao hapa Uvira. Watafute manyumba wakuwa wanalala hapa. Kama ni masasi usiku baisikie na tuisikie sisi wote kwa pamoja. Kama ni habari za security sisi tusufiri. Mkuu kiongozi huyo amemalizia kusema kuwa hali hiyo inazusha pia hofu kwa raia wa mji huo wa Uvira na Baraka pia. Dunia Amisi huyo hapa mara tena. Ile faso yabo ya kukua naenda ishi Burundi inaonesha kabisa kama hapa Uvira hakuna usalama. Ndio kwa maana tungeita kwa viongozi wetu waache tabia mbaya na waje tuteseke nao hapa kwetu Uvira sisi wote kwa pamoja. Na tungali tunawaangalia, itafikia siku watavukaka Burundi, sisi mashirika za kiraia tutakia kafunga kilalo, tunasema wabakilie huko tuwataki tena, sababu wanachangia kwa kutuma watu ambao wamekimbia vita sehemu hapa kwetu Uvira wakate kurudia. Maana huko natuambia tutakuja lala aje hapo Uvira na viongozi wenu wanaenda lala Burundi. Mtatuhakikishia kama Uvira kuko salama? Tungali tunaona gouverneur anaenda lala Burundi, tungali tunaona vice anaenda lala Burundi. Tunafeliciter maire de la ville adjoint kifaa kapenda kiki mwenye kuna lala na raia ya hapa Uvira malgré masasi na insécurité, mais yeye alisema no, siwezi kwa naenda lala nje na population yangu iko Uvira, siwezi iacha. Kama ni kugonjwa na gonjwa yake hapa Uvira, raia yote inaona kisiko na souffrir ya population. Mais bengine wote wa viongozi vraiment tuko na moyo wa huzuni sana kwa kuona gisi wanaachilia watu wao. Na ndio kwa maana tungewaomba tena sana waje wapange manyumba hapa, maana kutokuikaa nao hapa Uvira inachangia kwa kuleta usalama mdogo. Shirika la raia tarafani Lubero limetaja kukemea mauaji yanayoendeshwa na wanamgambo wanaojifanya kuwa wazalendo wa kundi la Nduma Defense of Congo katika vijiji mbalimbali vya sekta ya Bapere tarafani humo. Mwanaripota wetu wa Butembo Nzangos Moviso Kapuni ametuandalia ripoti ifuatayo.
Shirika la raia sekta ya Bapere wilayani Lubero lahakikisha mauaji ya raia katika kijiji cha Bandulu mchana wa Jumatatu 26 Mei mwaka huu. Washutumiwa ni hawa wauaji wanaojiita kila mara wazalendo wa Group Nduma Defense of Congo, ambao siku kukicha wamefanya sheria yao katika sekta ya Bapere, jinsi hakikisha hapa kiongozi wa shirika la raia kutoka maeneo yale. Habari hiyo imeweza kuhakikishiwa na ni duru ambazo zimeaminika, kwa sababu yule ambaye ameweza kufariki aliweza kukosekana. Alipokosekana alishikwa na wale wazalendo na wakamuweka kwenye gereza. Familia yake ilipojaribu kuja ili iweze kumchukua, wakasema kwamba ametoka ndani ya gereza endapo na hajafika nyumbani kwake. Lakini leo imeonekana ya kwamba mtu huyo ameweza kufariki. Walikuwa wamevicha hizo duru na tumeona ya kwamba hii ni kisa kia pili. Kisa kia kwanza waliweza kuwa mtu hapo Mfatua, wakamvicha na wakadanganya kwamba ameweza kutoka gerezani, na leo walikuwa wakisema kwamba huyu ambaye alifunga huko Bandulu ameondoka, na leo wamemwona ameweza kufariki. Unajua ya kwamba sisi tangu zamani tumeweza kuonesha serikali na viongozi ya kwamba wazalendo ambao wanakaa Mfatua, wanakaa Bandulu si wazalendo wazuri, kwa sababu wanalenga kuua watu. Hiyo vitu vya kitu kama kuua yule taksimeni ambaye alifariki, mwingine yule amefariki. Viongozi tunapowaita wanafunga masikio. Nini wanaficha na nini wanasema ya kwamba hawawezi ondosha wazalendo? Nini wanayo pamoja na wazalendo? Ndio maana sisi tunaona kwamba tumechoka. Sherti raia iweze kujilibere, iweze kuangalia namna gani wazalendo hao waweze kutoka, kwa sababu tutamalizika. Watu wamefariki wawili, sasa wakienda kufanya utafiti kuna wengi ambao wameweza kuzikwa pasipo kujua. Shirika hili limeomba serikali DRC kuwafieka hao wazalendo katika wilaya ya Lubero kwa kuwa wamekiuka haki za binadamu. Kutoka sekta ya Bapere, nikiripoti kutoka Butembo, Ntankosu Muviswa, Radio Kivu Baraka. Tutamatisha uchambuzi huu na habari za kitaifa, ambako rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila Kabange ameeleza siku ya pili hii mpango rasmi wa ziara yake mjini Goma, ambako walikuwa wake wa kwanza wamekuwa viongozi wa muungano wa AFC M23 pamoja na wale wa makanisa mbalimbali. Ripoti kamili na mwenzetu Omari Makelele Uzile ndani ya studio. Mara tu walipowasili Pagoma, makao makuu ya jimbo la Kivu Kaskazini, rais huyo wa zamani pia seneta wa kudumu Joseph Kabila ameanza tayari kuonesha nia yake ya kuanza kazi. Akiwa na washirika wake, alieleza rasmi ajenda ya ziara yake katika eneo hilo la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Duru za karibu na kinara wa muungano wa pamoja kwa ajili ya Kongo FCC zimesema mpango huo umeanzishwa siku ya pili ya tarehe 27 Mei 2025. Huyu ameanzisha mazungumzo pamoja na tabaka mbalimbali kwa lengo la kupata suluhisho ya kudumu kutokana na hali ya usalama mdogo unaoendelea kuikumba nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tayari nimeanzisha kikao cha maandalizi. Hivi sasa tunataka kuanzisha mpango wetu, yani kupokea viongozi wa FC23, mashirika ya kiraia, viongozi wa makanisa, mashirika ya vijana, mashirika ya wamama, wanasheria, waganga, waandishi wa habari na kadhalika. Atawasikia. Yupo katika harakati ya kutafuta suluhisho la kudumu. Anapashwa kusikiliza kila mmoja kile ambacho anafikiri kwa ajili ya hali inayoendelea, alieleza moja kati ya washirika wa Joseph Kabila kwenye gazeti la habari L'Actualité.cd. Katika hotuba yake ya awali, Joseph Kabila alishtumu uongozi mbaya wa utawala wa mrisi wake Felix Tshisekedi, huku akitaja baadhi ya mambo mabaya mkiwemo rushwa, ubadilifu wa mali za umma pamoja na udikteta. Jambo hilo limepelekea maisha kuwa magumu kwa raia pamoja na vijana, mkiwemo kutokupata kazi, kuchelewa kwa mishahara ya wafanyakazi, kushuka kwa hali ya maisha, uhalifu, njaa na kadhalika.
Uwepo wa Rais Joseph Kabila katika eneo linalomilikiwa na waasi wa M23 unaendelea kuzusha sintofahamu kwa wakongomani wengi, ukizingatia hali ya sasa katika eneo hilo la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kupitia habari hiyo ndipo tunatamatisha uchambuzi wa habari kwa siku ya leo. Msikilizaji, shukrani kwako uliyetegea sikio mwanzo hadi tamati. Nimshukuru vile vile Isaac Mlucha Shibe aliyenisaidia kwenye ufundi wa mitambo, jopo zima la wariri wa redio ya kijamii Kivu alioandaa taarifa hizi. Mimi ni Baumesa hadi François, mchambuzi wako wa siku. Sina la ziada, baki na matangazo yetu. Bye bye. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.